Haya mtazamaji, tunaendelea mbele kwenye episode ya 41. Karibu sana, twende mbele kwa mbele. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer. Tamthilia inaitwa My Desire. Burudani inaendelea mtazamaji, karibu sana upate kufurahi, karibu sana uweze kujionea yale ambayo basi tutaweza kuyashuhudia katika episode hii kwa muendelezo wa tamthilia hii. Wakati huu wote basi nimekuwa nikikukumbusha mara kwa mara ya kwamba mtazamaji, hivi sasa unaweza kuwa memba kabisa katika channel yetu ya YouTube, na ni rahisi sana kuwa memba kwa sababu kuna manufaa kadha wa kadha. Kuna zawadi nyingi ambazo pia watazamaji wanapewa. Unajua vitu vya mtandao sasa hivi basi vimekuwa ndio mambo ya kisasa. Watu sasa hawaishili tena kuwa subscribers pekee, isipokuwa kuna namna ya kujiunga kuwa memba. Kwa hiyo basi ikiwa unahitaji kuwa memba mtazamaji, nitakuelekeza unachoweza kufanya. Unakwenda moja kwa moja katika profile ya channel hii, alafu basi utaona hapo palipoandikwa join. Kuna button imeandikwa join hapo. Nenda mtazamaji basi katika hiyo sehemu iliyoandikwa join hapo. Ukifika kwenye profile kuna sehemu, kuna kibutton utaona kimeandikwa join. Basi click hapo na moja kwa moja basi utaweza kuonyeshwa aina ya vifurushi ambavyo ukilipia basi wewe unakuwa memba kabisa. Ni kitu ambacho kinafanywa na YouTube wenyewe, ni kwa utaratibu ambako basi ni cha aina yake. Naweza kukuambia kwamba kama basi ukijiunga kuwa memba mtazamaji, yako mambo mengi sana unanufaika nayo, na yako mambo mengi sana mazuri ambayo wewe utakuwa unayapata, lakini watu wengine ambao wamebaki kuwa subscribers tu peke yake hawatakuwa wananufaika nayo. Lakini basi wewe utakuwa unaenjoy. Nenda chagua vifurushi ambavyo vitakufaa. Kuna kifurushi kinaitwa peruzi, hicho ni noma kabisa. Kuna kifurushi kinaitwa bab kubwa, hicho ndo kimesheheni kweli. Yaani mpaka emoji na kila kitu katika wale wanaokuwa members inakuwa ni tofauti sana. Unaweza kuona basi siku inaanza vizuri namna hii. Binti tayari ameshafika ofisini. Huwa anawahi ofisini kwa wakati na anafanya shughuli zake mpaka overtime watu wote wanapokuwa hawapo kabisa. Umepatiwa hivi vitu na bosi, unatakiwa kuvifanyia kazi. Basi binti aliendelea na shughuli pale akiwa yuko busy kweli kweli na ratiba yake ya kazi. Unaona, hii ni siku nyingine mpya, lakini ana energy mpya kabisa. Simu ikiita kwa mara moja anaipokea kwa haraka sana. Semeni ataruhusiwa leo. Aya, sawa, nimeelewa. Hii taarifa basi baada ya kuipata alichomoka haraka. Sasa anatoka pale anakutana na Dao Minshi. Basi wakachukuana kwa haraka sana wakiwa pamoja. Wanaelekea wapi? Pengine basi watakuwa na wahi kwenda kumuona Semeni. Lakini basi mtazamaji, tunamshuhudia huyu ni binti na hii ndio ofisi ambayo anapokuja kwenye kampuni basi wanapata nafasi ya kuja hapo kwa ajili ya kutazama mambo yanakwenda namna gani. Ule usiku aliitwa kwenye ile party lakini hakwenda. Sasa anakuja mezani hapa anakuta amewekewa picha ambayo basi inamuonesha binti Shankai akiwa amepiga picha na wale flower home. Lakini unaweza kuona pia kijana washikaji zake walimtembelea. Anambia, wewe mwanangu, wewe tunajua ni mtu sana wa kucheza games. Kwa hiyo tumekuletea vitu vyako huku uweze kuenjoy. Wanafika pale wanaanza kutaniana. Ni kijana ni mgonjwa, lakini basi wakikutana uaga wanaenjoy sana. Maisha yao wao ni kucheza, kufurahi, kujoy. Unamwona kijana wetu yuko kitandani, lakini wenzake wanakuja na muonesha ushirikiano. Anaambiwa, sasa vipi, wamekwambiaje? Anasema, natarajia kuruhusiwa wakati wote hapa. Sisi hatuna shida mzee, hata ukibaki hapa sisi tutakuwa tunakutembelea kila siku. Lakini Lei kama kawaida yake ni mtu mpole, mtu mkimya. Kila wakati utamuona atataka kuangalia tu dirishani au atataka kukaa mahali ambapo anatazama mji. Sasa wakati huo basi kijana kafika pale, kitu cha kwanza anatizama kwenye friji kuna nini. Na ni hospitali, unaweza kuona pale jinsi palivyo. Kuna TV pale katika chumba kile. Nafikiri ni sehemu ya private. Aisee, mbona hujatuambia ulikuwa unaumwa bwana? Vipi, unaendeleaje sasa? Sema, mimi naendelea vizuri. Kijana akafika pale, wameleta zawadi zao. Kapata mahali pa kuketi pale. Sio zile hospitali zingine ukienda na wewe inabidi uketi katika kitanda cha mgonjwa. Hii sasa kuna kasofa kabisa. Sasa aliwaona wamekuja pamoja.
Na hii licha kwamba unaenda kumpokea mtu lakini basi ukifika pale ni katika wadi ya mgonjwa, lakini wanakupatia japo kinywaji, upate kinywaji taratibu kukiendelea kupiga story na mgonjwa wako. Sasa kaonyeshwa baadhi ya picha pale, binti akafurahi sana. Haya, vipi mnaendeleaje na wewe bibi Malkia? Sasa hapo anamaanisha mama yake Daoshi. Haya, bibi Malkia ndo nani? Si mama yako? Wewe hujui kama mama yako ndo tunamuitaga bibi Malkia? Kijana ikabidi acheke. Akasema hilo jina linampendezea sana. Akaanza kucheka. Haya, kidogo simu ya kijana Mizuo ikaita. Wewe. Hivi inawezekana labda utaniruhusu nikisema siende? Bye. Haya basi sawa, bye bye. Oya, vipi tena? Ni mama yangu bwana. Amna hata jamani. Lakini tunakuona kama hauko kawaida. Inaonekana kama vile sijui umemmisi sana mama. Inawezekana nimepatia. Amna, kwa Mizu. Nyie bwana, hebu acheni kunisemesha. Bwana nyie mnapenda sana kunitania nyie. Hebu nenda kamwangalie mama yako bwana. Nenda huko na wewe umeshachaguliwa mke wa kuoa. I say najua tu itakuwa ni hivyo. Basi. Basi wakaanza kucheka hapo. Wanacheka kweli. Sababu ndio maisha wanayoishi. Haya, acha usicheke sana, unajua mzee unaumwa. Leo basi huwezi amini, ikawa ni siku ya furaha licha ya kwamba anaumwa, lakini alifurahi kweli kweli na rafiki zake pale. Sasa tunaona hapa basi pana kinanda cha aina ya Yamaha kinachakatwa hapo. Kinatoa melody kali nzuri kweli kweli. Kinanda hiki mtazamaji, kikiwa kinapigwa kitaalamu kabisa. Basi tunaona pale upande wa pili pana mtu mmoja akiwa pia naye anapiga chombo kinaitwa violin. Watu hawa basi wakiwa wanaelewa nini wanachofanya. Upande ule mwingine tunamwona basi kijana wetu Mizuo anaibuka baada ya ile simu aliyokuwa amepigiwa nyumbani. Sasa anafika pale kijana wetu brother Manny kweli kweli, anashuka taratibu pale. Hiyo basi ndio kusema ya kwamba alikuwa akisubiriwa kwa hamu, akisubiriwa kwa heshima. Ni nini ambacho kinaendelea basi mtazamaji? Acha tuweze kuona hiyo surprise. Pale palikuwa na muziki mzuri sana ukiwa unaendelea. Lakini usisahau pia kijana huyu ni mtaalamu pia katika kupiga vyombo na nini. Basi tunaona upande wa pili ilikuwa ni meza ambayo pameandaliwa dina safi kabisa. Na watu wengine wote walikuwa wanasikilizia aina ya muziki unaopigwa pale. Na wale jamaa wakiwa wanaupiga muziki kwa ustadi wa hali ya juu sana. Wakati huu nitakukumbusha mtazamaji ya kwamba basi ni muhimu sana ukisubscribe katika channel yetu. Muhimu sana kubonyeza subscribe. Basi ili mambo yapate kwenda sawa sawia, kwa sababu wewe ni moja kati ya watu wetu muhimu. Nisingependa kukupoteza kabisa kabisa kabisa. Ni muhimu sana basi mtazamaji usubscribe kwenye channel yetu. Lakini wakati hayo yanaendelea basi nitakupa ujumbe kutoka studio. Huu ni ujumbe mzuri sana kutoka studio mtazamaji, ambao unatoka kwa mdhamini wetu. Tazama hapa basi mtazamaji kwenye screen yako nimekuwekea tangazo hili. Basi huyu anaitwa Dr. Isihaka Hamisi Ali, ambaye basi ni sponsor wetu, ni mdhamini wetu. Unaweza kuona basi mtazamaji, hiki ni kituo chake cha afya. Anatoa ofa kadha wa kadha. Anatoa ofa kadha wa kadha. Unaweza kupima afya, yani kitu chochote kinachokusumbua kati ya kile kilichoandikwa hapa. Basi ukiwa na shilingi 30,000 unaweza kupata huduma mbalimbali kama inavyoonekana kwenye screen yako hapo. Nitakuwekea namba yake ya simu ili uweze kupata kujua basi tutawasiliana naye namna gani ili mambo mengine yote yaweze kuendelea. Yako magonjwa mengi ambayo pengine yanaweza kawa nakusumbua au mojawapo kati ya yale yaliyoorodheshwa katika screen yako. Hebu fanya jambo uweze kuwasiliana na Dr. Hamisi au Isihaka Hamisi Ali, na anapatikana nchi nzima. Yeye amefungua vituo vyake vya afya karibu nchi nzima. Ukienda katika kila mkoa
utaweza kupata kuwasiliana naye kwa urahisi kabisa. Sasa tazama kijana basi baada ya kufika pale, anakuta pale basi mama yake akiwa amemwandalia mambo mazuri, lakini vile vile anamuona yule binti ambaye walikutana naye kwenye party ule usiku mwingine. Ndio sasa anajua kumbe huyu binti ni mzuri sana, anajua kucheza muziki vizuri, ana vitu fulani fulani, ana kipaji na nini. Kaanza kumuuliza maswali, lakini binti anaonekana kama hana furaha kabisa. Kumwambia usijali, nimependa tu kukufahamu. Akasema sio mbaya, kama haukuridhia na ile basi naweza kukupigia aina ya muziki unayoipenda wewe. Watu wakampigia makofi kweli pale. Basi binti alianza kupiga muziki mwingine ili kusudi tu aweze kumfurahisha yule kijana. Akiwa anataka yule kijana aweze kufurahia. Kama jinsi nilivyokuambia mtazamaji, Dr. Hamisi au Dr. Ishaka Hamisi Ali basi anapatikana nchi nzima. Unaweza kupata huduma yake kutoka katika maeneo mbalimbali, mikoa yote Tanzania, ikiwemo jinsi ambavyo unaweza kuona kwenye screen yako. Kwa mfano wale wa Tanga, Kange pale, unaweza ukaona basi pia kuna ofisi. Wale wa Katoro, Geita, kuna ofisi. Tegeta, Dar es Salaam kuna ofisi. Ukienda Babati pia kuna ofisi. Kahama, mtaa wa Majengo pale, au Mwanza mjini kuna sehemu inaitwa Nata. Ukienda pia Mbeya mjini pale, Soweto, ukifika Mkula Hotel wana ofisi, au Kilombero kiwanda cha miwa pale, Mlandizi sehemu inaitwa Amazon, Karagwe kuna wale wa Karatu mjini, jengo la CCM pale, kwa wale wa Gongo la Mboto pia. Yani kila unapoenda basi Dr. Ishaka Hamisi Ali ana ofisi. Kwa hiyo unaweza ukatumia fursa hii, angalia eneo lako na simu yako basi ambayo unatakiwa kuipiga hapo, wasiliana naye. Na vile vile pia kumbuka hii ni video, kwa hiyo basi mtazamaji una uwezo wa kuirudisha nyuma na kuangalia basi ni nini ambacho kimeandikwa pale, au kuangalia lile tangazo kwa mara nyingine tena, na ukaangalia kama kuna kitu kinakusumbua. Chagua namba ambayo inapatikana katika mkoa wako, alafu piga ili uweze kuhudumiwa. Sasa mtu na mama yake leo akawa wanawasiliana, na mama alishamwambia kitu ambacho anataka kijana wake afanye, ya kwamba anataka amuoe yule binti. Umeona mambo ya mtazamaji. Haya basi burudani inaendelea kama kawaida, na kumbuka basi hii ni episode ya 41. Burudani inaendelea mtazamaji. Sasa tunarudi tena kwa mara nyingine. Mara ya mwisho tuliweza kuona binti aliingia katika ofisi hapa, na baada ya kuingia alikuta mezani palikuwa na picha fulani. Baada ya kuiona ile picha, tunaweza kuona amekwisha ondoka. Ndio, Daomenshi hapa naongea. Kijana basi alianza kwa kupokea simu. Mama ni wewe unapiga? Hapana, Semeni hayuko hapa. Lakini tulimtembelea hospitali. Shankai pia alikuwa na marafiki zetu pia. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Haya, kwa heri. Basi kijana alikuta amepelekewa zawadi ya picha ambazo zilichorwa. Unaweza ukaona binti jinsi ambavyo yuko vizuri katika mambo ya kuchora. Alikuwa amempelekea baadhi ya picha ambazo amechora. Ni picha ambazo kusema kweli zinavutia sana. Kijana alipozitazama picha zile alijikuta akitabasamu. Ni moja ya kitu ambacho kimefanya siku yake iwe nzuri sana. Basi kwa haraka sana akachomoka hapo ndani. Basi akaelekea upande ule mwingine. Hii inaonyesha basi kwamba alifurahishwa. Asubuhi yake ilikuwa asubuhi nzuri kabisa. Anaingia ofisini, anakutana na picha zilizochorwa design ile. Haraka sana wafanyikazi walienda kumsikiliza. Anasema nini? Kuna picha ambazo tulipewa tukuletee. Sijui kama umepata picha zako. Anasema ndio. Lakini aliitisha Shankai aitwe mara moja. Unaweza kuona hata wewe mwanamama jinsi ambavyo anaongea mbele yake kwa heshima sana. Sema kuna shida gani? Basi huyu hapa Shankai, mnaweza mkaendelea. Hebu niambie vitu vinakwenda. Hebu fanya kitu kimoja. Hebu unaona hizi picha zilivyochorwa? Fanya kitu kimoja. Fanya vyovyote vile. Hakikisha hizi picha zinatengenezewa vizuri kwenye frame. Hizi zimechorwa na Yesu. Sawa, shughulikia hizi. Haya, nitashukuru sana ukinisaidia. Akasema basi sawa. Haya mtazamaji, nimekuwekea kwenye screen yako hapo namba ya Daktari Ishaka Hamisi Ali. Basi utampata katika nambari hiyo ikiwa unasumbuliwa na jambo lolote mtazamaji. Huyu Daktari Ishaka Hamisi Ali ana dawa za tiba lishe ambazo zinatokana na mimea asili. Ikiwa basi una tatizo lolote atakusaidia. Zabinti akaanza kusema, mimi sina hata kipaji chochote, lakini huyu mwenzangu ana kipaji kikubwa sana.
Wewe ameshaondoka, bado umesimama tu hapo unamshangaa shangaa. Sasa huyu madam ni mkali. Akiwa mbele ya bosi wake anaheshima, lakini ni mkali kwa wafanyakazi hata. Kwa hivyo basi Daktari Isiaka Hamisi Ali, ikiwa una tatizo labda la ukosefu wa hamu ya tendo, matatizo ya homoni kwa wanawake au wanaume, ukimwona yeye basi mambo ni rahisi. Shilingi 30,000 tu unaweza kufanya vipimo kibao. Kama una shida ya moyo, ama una shida ya figo, una shida sijui ya stroke, una bawasili, mambo ya tezi dume, vidonda vya tumbo. Sasa mzee leo alienda kumwona mwanae. Kijana anaamka anamkuta Mshua yuko pale. Mshua anamwambia vipi? Nimekuamsha au inakuwaje? Vipi una njaa, labda nikupatie kitu cha kula. Sasa mzee anampenda sana kijana wake. Kwa hiyo leo ameamua kumuonesha kabisa kwamba dadi yuko hapa. Amwambia nenda nyumbani kapumzike. Pole. Mwambie wala usijali kijana wangu, mimi hata sijachoka. Vipi, huwezi kupata usingizi sio? Anasema ndio. Hiki kitabu kiko vizuri hichi. Ndio kitabu ambacho anasoma kwa sasa. Hapa mzee anatafuta mahali pa kuanzia waongee tofauti zao. Lakini unajua amemwoshaoshia sana kijana alipokuwa ofisini kipindi kile. Na kijana sasa hivi anafanya vizuri sana. Katika wiki 3 za kwanza tu kwenye kampuni alipoingia, akaingiza faida ya shilingi bilioni 3. Sasa mzee wake kashaona huyu kijana yuko vizuri. Amwambia mwanangu, unajua umri wangu unakwenda sasa. Kwa hiyo nitasema kile ninachohitaji kukuambia kisha nitaondoka zangu. Ikiwa basi utapata ujasiri wa kunisikiliza, nitashukuru. Hata mimi nimechoka. Huu umri huu ni umri ambao basi tabu ni nyingi sana. Ni kipindi ambacho naanza kujiona jinsi ninavyokuwa napata changamoto mbalimbali. Tangu nilipokuwa shule mambo ni mengi. Siwezi kusahau nilikuwa nafanya kazi bila kupumzika. Na nilipokuwa najua kwamba maisha jinsi yalivyo ni yanahitaji mtu kupambana, nilikuwa natamani sana kujitahidi kufanya kila kitu ili mradi tuondokane na maisha ya kifukara. Kijana alimsikiliza kusema kitu chochote. Anataka kuelewa mzee wake, anataka kumwambia kitu. Basi mzee akajimaliza pale wewe. Akamwambia unajua kwa takribani miaka 25. Yaani sijawahi kupata kukujua vizuri. Akamwambia lakini mimi na wewe hatujawahi kupata muda wa kuzungumza. Kwa sababu hujawahi kuja nyumbani. Mzee anaambiwa maneno makali kabisa. Anapewa ukweli kabisa. Anasema sio kwamba nimeepukana na hicho mwanangu, lakini sasa mimi pale nyumbani sina mahala pa. Akamwambia kwa hiyo mimi nina mahala pa. Akasema mimi nampenda mwanamke mmoja tu. Na yeye hajawahi kunipenda mimi hivyo hata mara moja. Akasema unajua mara ya kwanza nilipomwona mama yako kwa kweli mimi mwenyewe niliweza kufunguka na kumweleza kwamba haijalishi basi ni kitu gani kuja kutokea kati yetu mimi yeye, lakini mimi basi lazima niwe naye. Wakati huo basi nilikuwaga nafanya tu kazi kwenye kampuni ya babu yangu. Sasa kimaanisha baba yangu. Kasema ilikuwa ni rahisi sana mimi kufanya chochote wakati huo. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria sana kwamba ningeweza kutumia fedha nilizonazo kuweza kupata moyo wa mtu yoyote, mwanamke yoyote. Lakini basi kumbe nilikuwa nakosea. Anasema sasa nikikumbuka hayo yaliyopita, kusema ukweli, na nagundua kwamba mipango yangu, mikakati yangu ilikuwa ni mikakati ambayo nilikuwa najifikiria ni kama vile napambana na adui kutafuta namna ya kuchomoka. Lakini sasa nimegundua kwamba siwezi tena kuendelea kwa hali hii kwa kweli. Basi akasema hii hali kwa kweli sintoweza kukabiliana nayo.
na sijui ni kitu gani ambacho basi kimejificha katika moyo wa mama yake. Kijana anamsikiliza tu pale. Mzee anazidi tu kujimaliza. Kusema ukweli, mimi na mama yako tangu wakati huo hatujawahi hata kukaribiana. Lakini baadaye nilikuja kugundua kitu kimoja. Kwamba pengine basi mimi labda sina nafasi kwake. Ndio maana basi mambo yanakuwa namna hiyo. Anasema sikuona kama nina nafasi kwake. Ndio maana pengine unaona huo umbali ambao unaushuhudia kwa sasa. Kijana baada ya kumsikiliza sana, kwambia nisikilize baba. Kwambia unajua unataka kumalizia, lakini hakuna haja ya kunisomea risala yoyote. Kama kuna uwezekano hebu nisomee japo kidogo ukurasa wa kitabu. Sasa ni mtu mzima, lakini anamwomba baba yake amsomee hadithi ya kitabu. Mtoto kwa mzazi ya kuzi. Mwingine anasema wewe mtu mzima, ushakuwa mtu mzima, ni kusomea hadithi ya nini? Basi baba yake alianza kusoma story kuhusiana na Christmas, kwamba watu hupelekeana zawadi katika vijibox, na vile vijibox vinakuwa vina namba. Basi kijana alianza kujitafuta usingizi polepole wakati akisikiliza sauti ya baba yake. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo hii familia ni familia ambayo inapendana. Kwa mara ya kwanza mzee ameweza kusema ukweli juu ya kila kitu kinachoendelea katika familia yake. Unaweza kuona mambo si mabaya kabisa mtazamaji. Haya, tunakwenda sasa kwa Dao Menshi. Na niambieni jamani, mlikuwa mnamuongelea Bibi Malkia sio? Sasa akiongeaga na washikaji zake huwa sasa ameanza kutumia lile neno la utani. Zamani alikuwaga halitumii sana. Nimempa zile picha ulizozichora zile, nimempa Shanghai. Nimemwambia kwamba aziandae azitengenezee vizuri kwenye film. Lakini pia nimemwambia kwamba wewe una kipaji, Yesa ndio mpenzi wangu na anajua kufanya kazi yake vizuri. Ni mtu yuko vizuri sana. Sasa binti akawa anasikia zile story ambazo jamaa anampa. Kaanza kujiuliza ina maana alienda kumwambia Shanghai namna hiyo. Yaani mwenyewe alikosa cha kufanya. Kijana yuko kwenye simu, binti kashaachana na simu kitambo. Kijana anashangaa mbona huyu hajibu kitu chochote. Huyu atakuwa tayari ameshalala. Wewe umeshalala Lakini basi binti alitazama mikono yake namna hii. Anaitazama mikono yake kana kwamba kuna kitu anaweza akafanya. Lakini sasa anajaribu kuiangalia mikono yake namna ile, alafu akaiweka usoni kwake. Maana yake ni nini? Kwa nini anaangalia mikono yake namna hiyo? Hii inaonekana hii historia kwamba basi amemwambia Shanghai kuhusiana na zile picha na kila kitu. Inaonekana kama imemtafuna hivi. Anaamini pengine inaweza ikawa tena imeenda kumharibia mood yule dada, na kwamba pengine labda basi hatofurahia kile ambacho amekisikia au kile alichokiona. Hasa wakati mwingine anapokuwa amekosa usingizi, basi yeye huwa anachagua kukaa mbele ya ubao mweupe au karatasi nyeupe, na kisha atachukua brush na kuanza kuchora kitu fulani. Kwa hiyo usiku ule alikosa usingizi, na zile stories za kijana kama zilikuwa zimemchanganya hivi, binti inaonekana akapata inspiration fulani ya kuchora kitu fulani. Haya, ngoja tuone basi atachora kitu gani. Mtazamaji, tukutane kwenye episode ya 40 na itakuwa na ngapi sasa? Itakuwa episode ya 42 ili tuweze kuona mambo yanakwenda namna gani. Muendelezo utakuwa hapo na kisha tutaona picha itakayochorwa. Wakati huo basi usisahau unaweza kumtafuta Dr. Ishaq Hamisi Ali ili uweze kupata matibabu kwa haraka.